Uhusiano wako wewe kama daktari, pia ni mtendaji mkuu wa ADEM, management yako wewe ya chuoni na management ya serikali ya wanafunzi ya ASO pale ADEM iko vipi hapa katikati? Naweza kusema kwamba sisi tunafanya kazi kwa mfano. Taasisi yetu ni taasisi ya uongozi inayosimamia uongozi kwenye elimu. Sisi tunaonyesha mfano. Serikali ya wanafunzi sio wapinzani wetu. Serikali ya wanafunzi ni wadau. Ni wadau tunaokaa na kubadilishana uzoefu na kujadiliana changamoto kwa pamoja na kutatua hizo changamoto kwa pamoja. Na wao pia naweza kusema kwa kiasi kikubwa, kwanza ni wadau wa maendeleo ya taasisi yetu. Wanafanya fundraising, lakini wanakuja na suluhisho, lakini vile vile wanatoa mchango wao kwa jamii inayozunguka taasisi zetu. Kwa hiyo naweza kusema kwamba hawa ni wadau wakubwa. Tunashirikiana kwenye levels kadhaa. Tunashirikiana kwenye level ya kwanza ni mambo ya resource mobilization, tunafanya kazi kwa pamoja. Lakini mambo ya jambo la pili, tunashirikiana kwenye kuidentify changamoto mbalimbali na wao kuja na majawabu ya kutuambia sisi kama management namna sahihi ya kutatua hizo changamoto ili kuimprove welfare yao, welfare ya taasisi, lakini vile vile kucomplement maendeleo ya sekta ya elimu kwa ujumla wake. Kwa hiyo hawa ni wadau kwa upande wetu, ni wadau wa maendeleo, lakini vile vile ni viongozi wenzetu tunaoongea lugha moja kwa faida pana ya taasisi yetu, kwa faida pana ya wao wenyewe kupata uzoefu, lakini kwa faida pana ya serikali kwa ujumla. Kwa hiyo ni viongozi wazuri wanaofanya kazi vizuri na nawapongeza sana. Hawajawahi kutuangusha. Viongozi wote mimi toka nimeingia kwenye hii taasisi wamefanya vizuri, wakiongezwa na Njige ambaye ndo president kwa sasa hivi, wanafanya kazi vizuri, wako perfect. Yeah. Daktari Mheshimiwa mtendaji mkuu wa ADEM, unafikiri ni jambo gani ambalo unatamani sana kila mwanafunzi ambaye yupo ADEM kulifanya ili kufikia malengo yake? Mimi kikubwa ambacho nakitamani ni kwamba watakapokuwa wakiwepo na hata watakapotoka waendelee kuwa viongozi makini, lakini kuwa kiongozi kama hauna uzalendo, wewe sio kiongozi. Viongozi makini ni viongozi ambao wanatanguliza uzalendo mbele. Wanaoona changamoto zinazotokea kwenye sekta, zinazotokea kwenye taifa lao na kutafuta suluhisho ya hizo changamoto. Viongozi ambao wana develop positive attitude, sio viongozi wanaolalamika. Kwa hiyo tunawajenga kuwafanya vijana hawa wasiwe walalamishi, bali wawe ni sehemu ya kuleta majawabu ya changamoto wanazozipata. Kwa kuwafanya wawe viongozi wazuri, viongozi wazalendo wanaofahamu wajibu wao, nini wanatakiwa kufanya. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho tunawajenga viongozi hawa kwa wakati wote, kwa sababu hawa ni viongozi wenzetu, wanaenda kusimamia taasisi za elimu. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho wanakipenda zaidi kuambia hawa vijana, wawe wazalendo, wazione changamoto ni sehemu yao, waje na majibu, wakisha wanafanya transformation kule ambapo wanakwenda kusimamia, wakati wakiwepo na wakati wakitoka. Daktari J. Maulidi anasema hivyo.